Ili upate majibu ya maswali yako yote, unahitaji maarifa. Ili upate maarifa, unahitaji uelewa. Uelewa unaupata kwenye elimu. Elimu hiyo unaipata wapi? Darasani. Utaweza kujifunza mengi kupitia darasani, kwa elimu juu ya masuala ya dini na imani ya Kikristo. Na kwa yale maswali ambayo huna majibu yake, utaweza kuyatuma moja kwa moja na mwalimu atakupatia majibu na atakufundisha tena. Ni kila Jumatatu. Karibu katika kipindi ukipendacho cha darasani, ambacho mwalimu wako tayari nipo kwa ajili ya kujibu maswali ambayo umenitumia. Na hapa mkononi ninayo, na kama una nafasi unaweza ukamkaribisha ndugu yako ama kumkumbusha kwamba kipindi darasani tayari kiko hewani. Kwa kawaida tunaanza saa 3 mpaka hapo saa 4 tunamaliza. Karibu sana, Mungu akubariki. Leo anayetufungulia kipindi chetu ni huyu ndugu yetu anaitwa Laurent Tesha wa Wami. Kama mnakumbuka, wiki iliyopita alituuliza swali. Yeye alisema, kwa nini siku hizi wachungaji wanaruhusu watu kuachana na kuoa au kuolewa tena? Sasa hili swali nililijibu. Nilivyojibu ametuma tena, anasema, asante mwalimu kwa majibu ya maswali yetu. Kama itakupendeza, naomba unijibu maswali haya mawili tena. La kwanza anasema, kwa nini siku hizi ndoa zinavunjika sana hata kwa waliookoka? Mbona zamani hata kwa wapagani ndoa zilikuwa zinadumu? Kwa wiki iliyopita uliuliza kwamba kwa nini wachungaji wanaruhusu. Sasa baada ya kuwa nimejibu, nafikiri umegundua kwamba shida haiko kwetu wachungaji, shida iko kwa wanandoa wenyewe. Na ndivyo nilisema. Haya yalikuwa ni majibu ya Yesu mwenyewe. Alijibu kwenye ile sura ya 19 ya Mathayo, kuanzia mstari wa 7, japo tulianzia mstari wa 3. Lakini anasema hivi, Musa aliwapa ruhusa kuacha wake zenu au kuacha wake zao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Umeona? Kwa hiyo ikaonekana kosa ama shida haikuwa kwa Musa, bali shida ilikuwa kwa wanandoa wenyewe. Na hiyo hali ipo mpaka leo. Shida haipo kwetu sisi wachungaji tunaowafungisha ndoa, bali shida ipo kwa wanandoa wenyewe. Wao wanakuja wanasema, nimempenda fulani, tufungie ndoa, tunawafungia ndoa. Na wao wenyewe ndoa wanakuja wanasema, mimi siwezi kuendelea kuishi na fulani. Na hata hivyo, wiki iliyopita nikawaambia, sisi kama wachungaji hatuna hata hizo hati za ndoa, huwa zinatoka serikalini. Sisi ni mawakala wa serikali, ni wawakilishi wa serikali zetu. Lakini hata hati za talaka hatuna sisi wachungaji, zinatolewa na serikali. Kwa hiyo nikaomba kwamba wachungaji tusiwekwe kwenye kundi la watu ama kwenye fungu la wanaoharibu ndoa. Wanaoharibu ndoa ni wanandoa wenyewe. Ila kama yupo mchungaji ambaye kwa namna moja ama nyingine unashiriki kuharibu ndoa za watu, una la kujibu, kwa sababu maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo kama wanandoa wanaheshimu ndoa zao, na watumishi wa Mungu pia, na jamii na wazazi na kila mtu ana sababu ya kuheshimu ndoa. Lakini pia tuwe sehemu ya kusapoti ndoa ili zidumu. Sasa baada ya kuwa nimejibu namna hiyo, umekuja na swali tena leo. Unauliza kwamba tena maswali mawili. La kwanza unasema, kwa nini ndoa za siku hizi hazidumu? Ili hali ndoa za zamani zilidumu, hata za wasiookoka. Sasa nianzie pale pale nilipoishia wiki iliyopita, kwamba shida ya ndoa kuharibika haiko kwenye ndoa,
iko kwa watu wanandoa wenyewe. Sasa leo kidogo naomba niingie ndani kwa kulingana na swali lako. Na hapa sasa ngoja kwanza nisome neno la Mungu. Hapa tutasoma kitabu cha tusome kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Timotheo wa kwanza sura ya 4 1 mpaka 3. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3, ambapo Biblia inasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mstari wa pili anasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Mstari wa 3 ambao ndo nataka kabisa uelewe, anasema wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokelewe kwa shukrani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Sasa hapa mtumishi wa Mungu Paulo amezungumzia vitu vingi, lakini miongoni mwa vitu ambavyo alisema vitatokea kwenye siku hizi za mwisho ni pamoja na mambo ya mahusiano ya ndoa. Anasema siku za mwisho wengine watajitenga na imani. Umeona, watu hawata support ndoa. Watu watawaambia watu wasioe wala kuolewa, kwa sababu kuoa kuolewa ni kudumu katika ndoa. Sasa Paulo anasema nyakati za mwisho hayo mambo yataharibiwa. Kwa hiyo haya mambo tunayoyaona yanaanzia kwenye mioyo ya watu. Kama nilivyosema wiki iliyopita, ndoa zinaharibika kwa sababu watu wenyewe wameharibika ndani. Na ndio maana unakuta mtu anaweza akaoa mke wa kwanza akaachana naye, akaoa wa pili akaachana. Na nikwambie ukweli, ukifanikiwa kuacha mke wako wa kwanza, nafasi ni kubwa sana ya kuacha mke wa pili. Nafasi ni kubwa zaidi kuacha mke wa tatu na kuendelea. Mimi wanawaambia watu ni sawa na mtu ukifanikiwa kuacha huduma, ukifanikiwa kuacha kazi ya Mungu, kuna uwezekano mkubwa wa kuacha wokovu. Kwa hiyo mambo yanategemeana. Kwa ili uendelee kufanya vizuri, ng'ang'ania nafasi yako ya kwanza. Ukifaulu kuanguka mara moja kwenye zinaa, utazini mara ya pili na zaidi na zaidi. Ukifanikiwa kuiba mara moja, utaiba tena na zaidi na zaidi. Kwa hiyo mtu akifanikiwa kuacha mke wake wa kwanza, nafasi ni kubwa sana ya kuacha mke wa pili na kuendelea. Lakini naomba nisome tena kitabu hiki cha Tito. Nisome Tito, kitabu cha Tito sura ya 2. Nitaanzia mstari wa 3, na hapa tutaona pia nini kinachangia ndoa za watu kuharibika. Hapa mtumishi wa Mungu Paulo huyo anasema nianzie mstari wa kwanza, sio mbaya. Anasema lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Wewe nena
mambo yapasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastaivu, wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Mstari wa 3, vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema. Mstari wa 4, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi manyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Mstari wa 6, vivyo hivyo na vijana waume uwaonye kuwa na kiasi. Sasa hapa wazee wa kiume na wa kike, kwa maana ya wazazi na walezi, wako nyuma. Kwa hiyo unatazamwa sana. Kwa hiyo hata hii ya kusema kwa nini watoto wa wachungaji wengi ni waovu, ni kwa sababu wachungaji wanatazamwa. Inawezekana uovu walionao watoto wa wachungaji sio mkubwa kuliko wa washirika, lakini ni vile tu kwa sababu wachungaji wanatazamwa sana. Lakini hii sio kinga kwamba ninawakingia wachungaji. Wachungaji tuna wajibu wa kusimamia watoto wetu, familia zetu. Ngoja tuangalie kwenye kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5. Nianzie mstari wa 2 mpaka wa 5, ambapo anasema basi imempasa askofu. Sasa hapa askofu mimi nimetumia awe kiwakilishi cha wachungaji na watumishi wengine wote, kwa sababu wote tunafanya kwenye ofisi moja. Mimi ni mchungaji, kesho nitakuwa askofu. Wewe ni shemasi, kesho utakuwa mchungaji, kesho kutwa utakuwa askofu, hivyo. Kwa hiyo tunafanya ofisi moja. Kwa anasema basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Umesikia hapa? Sasa ngoja niweke vizuri. Basi imempasa mchungaji awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Sio pasa unakuwa na michepuko. Mnatuaibisha sana, tunasikia. Sasa kama unafanya kazi na sisi, unapaswa uwe mume wa mke mmoja. Anasema mwenye kiasi na busara. Watumishi wa Mungu, muwe na kiasi, muwe pia na busara. Na ndio maana tunapenda sana wachungaji pia mpite shule. Wengine wao wanasema shule hazina maana. Mtu ambaye ameanzia tu hapo kwenye kwaya, akaibuka hapo akaenda kuanzisha kanisa, au mchungaji wake amekufa akachukua hiyo nafasi, hajaenda kujifunza, hajakutana na kina Gamalieli wamweke vizuri, wakati mwingine wanakuwa wana mapungufu. Hajui namna ya kusimama mbele za watu, hajui nini aseme, hajui nini asiseme. Kwa hiyo anasema awe mtu mwenye kiasi na busara. Kuna watu wanasema tu, anaweza akasema chochote. Sio kwamba pasa kwa sababu huko mbele hapo unaweza kusema chochote. Hapana. Mtu wa utaratibu. Umeelewa? Uwe na utaratibu, sio unafanya vitu bila utaratibu. Kuna mchungaji mwingine anaweza kukuta ibada inaendelea, hajui imeanzia wapi, kwa sababu tu hakuwepo, anafika naingia popote.
Yaani hata haulizi, yaani kana kwamba ibada alikuwa nayo yeye huko. Hapana, lazima uone utaratibu na uamini wenzako pia. Anasema kitu kingine, awe mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Mtumishi wa Mungu ujue kufundisha. Na unajua kwa nini wengine hawajui kufundisha? Huwezi kufundisha kitu usichokijua. Kwa taarifa yako ndio. Wengine wanafikiri ni karama, ni vipawa. Huwezi kufundisha kitu usichokijua. Ukiona mtu hawezi kufundisha, hana kitu. Kwa sababu kama una kitu, Roho Mtakatifu atakusaidia kukisema hicho hicho. Huo ndio ukweli. Tuna watu wengine hata kabla ya kwenda shule wanakuwa wana vitu vya kusema. Kule tunaenda tu kuwanyoosha kwamba bwana ufanye hivi, ufanye hivi. Lakini vitu tayari wanavyo. Kwa hiyo wewe unajua kufundisha. Unafundisha nini? Unapofundisha wamama, jua uko na wamama. Unapofundisha mabinti, jua uko na mabinti. Unapofundisha wanandoa, ujue uko na wanandoa. Na kadhalika. Mstari wa 3 anasema hivi, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, wengine ni wagomvi mwenzangu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana. Kuna watu mna magenge, ni pasa lakini una vyanzo vya habari kibao. Mtu wa mtandaoni. Simaanishi usitumie mtandao. Yaani ni mtu unaweza ukaweka vijembe vyako huko. Status unaweza ukikwazwa nawe kuna vitu unaonyesha. Hapana, usiwe mtu wa kujadiliana. Wala asiwe mwenye kupenda fedha. Watumishi wa Mungu wengi kwa leo hii, fedha zimewatenga na Mungu wenu. Yaani mnajua Mungu hawezi kuwahudumia nyie. Mungu hawezi kutimiza haja zenu, mahitaji yenu. Focus yenu, macho yenu ni kwa washirika. Kwa hiyo hata huduma mnavyofanya, hamfanyi ili kumzalia Mungu matunda, bali mnafanya ili mpate fedha. Jinsi unavyomuombea sio na fedha na jinsi na maombi unayofanya kwa mtu mwenye fedha tofauti. Jinsi unavyomtembelea asiye na fedha na jinsi unavyofanya ziara kwa wenye fedha ni tofauti. Sijui. Lakini mstari wa 4 anasema mwenye kusimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika usaivu. Si unaelewa? Sasa huyu mtumishi wa Mungu aliouliza swali anasema kwa nini watoto wa wachungaji wengi ni waovu? Mimi nikasema unaweza kukuta kwa washirika kuna waovu kuliko watoto wetu, lakini sisi kwa kuwa tunakuwa tuko mbele na maandiko yametuambia kabisa kwamba tujitahidi kusimamia nyumba zetu na watoto wetu, tuwatiishe watoto wetu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mchungaji, askofu, shemasi, mwinjilisti, nabii, mtume, jitahidi kutengeneza kanisa la nyumbani mwako. Kama watoto wamekushinda ni ngumu sana. Ndo haya maswali tunaanza kupata hapo. Kama watoto wawili tu, watatu wamekushinda, kanisa vipi? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa kujihoji sana. Na hii inamaanisha kwamba muongeze nguvu katika kusimamia familia. Kuna mtu mwingine umetoka kanisani kwako kwenye huduma huko, huna muda kukaa na watoto wako. Hujui watoto wako wanaendeleaje. Wengine hata mkipokea taarifa kwamba watoto wenu wanaenda isivyo, hamna muda. Mnasema bwana Mungu atajua. Ila kanisa mnataka kuhudumia. Hapana, kumbuka kwamba hawa nao unatakiwa wasaidie waende mbinguni. Mtumishi wa Mungu yule kuhani Eli aliingia kwenye shida na watoto wake kwa sababu alikuwa hazingatii. Alikuwa ni mtu wa hekaruni tu huko, watoto wake hata akiambiwa wamefanya hivi, alikuwa hawezi kuwakemea. No, tuwe tunaweza kuwakemea watoto wetu na kuwaonya na kuwarudisha, ili watu wanapowatazama na wanatutazama sisi wasiwe na maswali kama haya ambayo tunasikia leo. Mstari wa 5 na wa mwisho anasema, yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Sio mimi, ni Biblia inasema. Ni mtumishi wa Mungu hapa Paulo anasema, kama nyumba imekushinda, angekuwepo Paulo kama askofu, wewe angekunyang'anya.
huduma, angekunyang'anya nini? Nafasi ya uchungaji. Urudi kwanza, ukikamilisha kwenye nini? Kwenye swala la familia, uje kwenye nini? Kwenye utumishi. Kwa hiyo wewe ule uliza swali nitakuwa nimekujibu. Sio kwamba watoto wa wachungaji ni waovu kuliko wa washirika. Hapana, ni kwamba watoto wetu wanaonekana sana kwa sababu sisi ni viongozi. Lakini nikasema pamoja na hayo, kwa majibu ya kwangu, sio kinga kwamba wachungaji tuwatelekeze watoto wetu. Kila kitu kiwe smart, kila kitu. Mungu akubariki sana. Twende kwenye swali lingine. Naomba leo nikuache mpendwa. Naona umefuruliza, lakini bado kwangu unanifurahisha pia pale unapokuwa na maswali. Jamani, ukitaka kuwasiliana na mimi moja kwa moja, namba yangu ni 0753 85 48 43. Usipige kipindi niko kwenye kipindi namna hii. Piga wakati ambapo nimemaliza kipindi. Sawa. Swali la pili, huyu mtu anauliza, anasema, je, kuokoka ni nini? Swali fupi tu. Kumbe nawe pia umeuliza maswali mawili. Anasema, je, kuokoka ni nini? Na swali la pili anasema, je, Mkristo anaweza kula mbwa na akawa bado yuko safi? Huyu ni Sofia Mwenda wa Makete. Makete nafikiri ni Iringa huko. Iringa au Njombe. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka ni nini? Nimekuwa nikijibu hili swali mara nyingi na hatutaacha kujibu. Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo tunapiga kelele duniani kwamba watu waokoke. Sasa kuokoka ni nini? Jamani, kuokoka ni kugeuka. Ni kugeuza mwelekeo. Ulikuwa unamwelekea shetani, ulikuwa unaelekea motoni. Kugeuka kwanza kumfuata Yesu, kugeuka kwanza kufuata njia na kwenda mbinguni. Hiyo ndio waga ina maana kabisa ya mtu kuokoka. Tunaposema mtu ameokoka, sio kubadili dini. Kwa sababu kuna watu wamebadili dini na bado wanaenda motoni. Sasa huyo mtu hajaokoka. Kuokoka kuko ndani ya moyo wa mtu. Wewe mwenyewe uzipime njia zako kwamba mimi ni mwenye dhambi. Sasa niache dhambi, nitubu, nigeuke. Bwana asifiwe sana. Ngoja labda nisome kitabu cha Warumi. Nitasoma kitabu cha Warumi. Warumi sura ya 12. Warumi 12, nitasoma mstari wa 2, lakini pia nitasoma Waefeso 5 mstari wa 1. Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2 unasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Nimeamua kutumia tu huu mstari kwamba mtu aliyeokoka lazima awe asiyefuatisha namna ya dunia. Awe ni mtu ambaye amegeuzwa nia, akiyajua mapenzi ya Mungu yanayompendeza na ukamilifu. Huyu mtu anakuwa ameokoka. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Naweza nikapata swali kwamba sasa mchungaji au mwalimu, mbona umesema sio kubadili dini? Kuna dini zingine ambazo ukiwa kwenye hizo dini huwezi kuokoka. Hauwezi kumwamini Yesu ukiwa humo. Yesu haruhusiwi humo. Kuna vitu vinaruhusiwa vinavyomchukiza Mungu kwenye dini yako. Hapo mwenzangu, inabidi uhame. Lakini kama uko kwenye kanisa au dini ambayo inafundisha wokovu, si uokoke tu kabisa, kwa sababu wokovu haukuti kwenye jengo fulani. Wokovu uko katika Kristo Yesu.
Ukimpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaokoka. Yeah. Kwa hiyo nimeona niseme hivyo. Mtu anasema sasa, mbona umesema habari za dini? Ndiyo, dini sio kipaumbele sana kwenye mambo ya wokovu, lakini pia kuna dini ambazo ukiwa humo huwezi kuokoka. Sasa wewe umeshaambiwa Yesu sio Mungu, Yesu sio mwana wa Mungu, hiyo dini itakupeleka mbinguni mpendwa? Huwezi kuokoka humo, kwa sababu hayo maneno tu ni kumkana Yesu. Kwa hiyo inabidi ukimbie. Lakini kama uko kwenye dini ambayo Yesu ni Bwana, wanampokea Yesu Kristo, wanabatizwa, alafu tena kwa maji mengi, alafu wanajazwa Roho Mtakatifu, shida itakuwa kwako tu wewe. Kwa hiyo kuokoka ni kubadili mwelekeo. Unaweza kuwa kwenye hiyo dini, lakini wewe mwelekeo wako ni wa kuzimu, wewe mwelekeo wako ni wa kwenda motoni. Please geuka. Nafikiri nisiendelee sana na hilo swali ili nijibu na wengine. Nijibu swali lako la pili ambalo ulitaka kujua kwamba je, Mkristo Mkristo kula mbwa. Anasema, je, Mkristo anaweza kula mbwa na akawa bado yuko safi? Wewe Sofia Mwenda wa Makete, swali lako la kwanza ilikuwa unataka kujua kuokoka ni nini, lakini la pili unauliza hivi mpendwa, na kweli hivi huko Makete, maana ni Iringa huko, inawezekana kweli hii kitu ipo kwamba watu wanakula mbwa na ikawa inakukera? Sawa, mimi nafikiri nisitoe kichwani mwangu, naomba nikujibu kibiblia. Nisome kwenye kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 19. Nisome kitabu cha Marko 7:14 mpaka 19. Maandiko yanasema hivi: akawaita makutano tena, akawaambia, nisikieni nyote na mfahamu, hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Haya ni maneno ya Yesu. Mstari wa 17, hata alipoingia nyumbani ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza habari za ule mfano. Akawaambia hivi, hata ninyi hamna akili? Hamfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia hakiwezi kumtia unajisi? Kwa sababu hakimwingii moyoni, ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Nianze na tahadhari, maana sasa hivi watu wana masikio ya utafiti. Usemi huu wa Yesu kwamba si kila kitu kilicho nje ya mtu kikimwingia tumboni hakimtii unajisi, basi wewe ukaweka na pombe humo, maana na pombe zinaenda tumboni. Pombe ina utendaji kazi mbili tofauti. Pombe inakushuka na kupanda. Kwa hiyo pombe haiendi tu tumboni. Pombe bwana inaenda kuvaa moyo, pombe inaenda kwenye akili. Ndio maana kuna mtu anakuambia, ili nikadai ile deni au ili nikamchambe fulani ninywe kidogo. Kwa hiyo pombe usiichukulie kwenye chakula. Sasa nirudi kwenye vyakula.
Yesu anasema hakuna kitu katika vyakula mtu anaweza kuhesabiwa hatia akila, hamna. Haya ni maneno ya Yesu. Na nawaambia hivi, kama kuna mtu mwenye fikra hizo hana akili. Anasema hivi, hata ninyi, unajua ameyasema haya maneno sehemu mbili tofauti. Mwanzoni alizungumza kwa watu wote, meelewa, kwenye mkutano huko. Wanafunzi wakasema si vizuri kuuliza swali mkutanoni hapa, si tutaenda faragha, tutarudi nyumbani, tutamuuliza huyu mzee ana maana gani. Wakaenda kumuuliza, wakasema ulikuwa na maana gani pale? Ujue wao ni Wayahudi. Yesu anawaambia, nyie mjue mimi sikukurupuka. Mimi nawaambia kila kitu kwa upande wa vyakula, hakuna kitu kinaweza kumtia mtu unajisi hata akahesabika kwenda wapi? Motoni, kwamba ni mwenye dhambi. Hakuna, kwa sababu huyu mtu akishapiga menyu yake baadaye ataenda msalani, kesi imeisha. Umeona? Na maandiko yanasema kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote, wakiwemo mbwa wa wapi? Wa Makete huko kwenu. Bwana asifiwe. Na sio wa Makete tu, wa mahali popote. Ndio maana ukienda Kongo utakuta wanakula nyani, sijui na wapi na wapi. Ukienda kule kwetu Sumbawanga tunapiga panya, na kwa Makonde rafiki zetu huku kusini, na bado tumeokoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo vyakula havimtii mtu unajisi, ila usiwekemo pombe ukasema na yenyewe inaenda tumboni, itakuharibia hiyo, mpendwa. Asante sana. Mtumishi wa Mungu nani? Naitwa Sophie. Sofia Mwenda. Sawa. Swali la nne anasema, Bwana Yesu asifiwe, na mimi nasema amen. Asante mwalimu, asante kwa huduma njema unayoifanya, ila jitahidi kuweka namba zako za simu. Naitwa Nuru Chacha, niko Tarime Mura. Anasema swali lake sasa, anasema je, mwanamke anaweza kuwa kiongozi? Tena swali anasema mwanamke anaweza kuwa kiongozi wa kiroho? Ili swali ni kama niliwahi kulijibu zaidi ya mara moja hapa Habari Maalum TV. Jamani, ifahamike kwamba mwanamke ni mtu kama watu wengine, na kwa sababu ni ishu za kiroho ama swala la uongozi, kumekuwa na viongozi wengi wa kiroho na wa taasisi na hata wa kitaifa tangu Agano la Kale. Wakati Mungu anamwandaa Musa kwenda kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, katika wale viongozi watatu, mmoja wapo alikuwa mwanamke. Wale viongozi wakuu alikuwa ni Musa mwenyewe, Haruni na Miriam. Umeona? Na walijitahidi wale watu, waliongoza huo msafara mpaka wakaufikisha ambapo Mungu aliona wanaweza kuisha hapo. Kiongozi wa kike wewe. Lakini wapo akina Debora, wapo akina Esther, wapo wanawake wengi katika Agano la Kale, wengi tu walikuwa viongozi. Hata kwenye Agano Jipya. Sasa mimi nataka nisimamie mstari huu. Labda ukitaka kusoma habari za labda kina Miriam, kina nani, kasome kitabu cha Kutoka sura 15 mstari wa 20 mpaka wa 21 pale utaona. Lakini ukasome Mika sura ya 6 mstari wa 4, utakuta Mungu anawazungumzia hawa viongozi. Wako wengi. Siwezi kuwakumbuka wote, lakini wako wengi viongozi wa kiroho wanawake. Lakini mimi leo nataka nisimamie mstari wa
Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17, ambapo Biblia inasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, yaani Roho Mtakatifu, na wana wenu na binti zenu. Unajua kwenye Biblia mwana ni wa kiume, ndio maana nasema wana wenu, yaani wana watoto wa kiume, na binti zenu, yaani watoto wetu wa kike, watatabiri. Kutabiri ni kusema vitu ambavyo havijakuwapo ama vilishapita, huko ni kutabiri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Anasema watatabiri. Anasema na vijana wenu wataona maono. Sasa vijana hapa maana yake wote wenye lika ya ujana, awe wa kike ama wa kiume, wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hakuja kwa baadhi ya watu, alikuja kwa wote wenye mwili. Kwa hiyo kama tunaongozwa na Mungu, na Mungu ni roho, na huyo anakadi kwa wanawake, basi Mungu anaweza kaliongoza kanisa akiwa ndani ya mwanamke. Mwanamke sio najisi. Mwanamke na yeye ni mtumishi wa Mungu. Labda siku nyingine tuje tuwaseme wanawake, japo wanawake wana mapungufu yao ya kibinadamu, lakini wanapokuwa wamejazwa Roho Mtakatifu wanakuwa watu wazuri tu. Ni sawasawa na mwanaume. Mwanamume kama hauna Roho Mtakatifu bado kanisa huwezi kuendesha. Yani isije kaonekana kwamba mwanaume yeye hata asipojazwa Roho Mtakatifu anaweza kaendesha kanisa, anaweza kuendesha huduma. Hapana, utatuletea madudu. Watoto wa kike utawageuza kuwa wake zako, utakuwa unawatamani kwa sababu una Roho Mtakatifu. Utageuza kanisa kuwa fursa, kuwa kitega uchumi kwa sababu una Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapaswa kujazwa Roho Mtakatifu, watu wote, wa kike na wa kiume, na mtu yote anaweza kuwa kiongozi, awe wa kike ama wa kiume. Ndio maana kipindi Yesu anaondoka, kuna watu wanauliza kwa nini Yesu hakuchagua mitume wa kike? Pale kuna mambo kadhaa. Tujue Yesu amezaliwa mwishoni mwa utawala ama mfumo wa Agano la Kale. Yesu amezaliwa Agano la Kale, mwishoni hapo, si unaelewa? Kwa hiyo jinsi ambavyo watu walikuwa wanaendesha taratibu zao ziliendeshwa kwa Agano la Kale, mfumo wa Agano la Kale. Na mfumo wa Agano la Kale ni mfumo dume sana. Wanawake hawakupewa kipaumbele. Wewe fikiria, hata Yesu alipolisha watu 5,000 wanasema wanaume tu ndio walihesabika, lakini sio kwamba wanawake hawakula, walikula lakini hawakuhesabika. Kwa hiyo kutochagua mitume wa kike kulikuwa na sababu. Kwanza alitaka kuenenda kama wao, kwa sababu ili wapate watu lazima uende kwanza kama wao. Lakini baadaye wakati unaondoka akasema, kabla hamjatoka hapa subirini mjazo Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndo anakuja kwa kiongozi. Sasa Roho Mtakatifu ataingia kwa yeyote, wote waliompokea, wote awe wa kike awe wa kiume, alikuwa na uwezo sasa wa kuongoza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo imekaa hivyo. Nafikiri nitakuwa nimejibu swali kwamba kwa nini anasema je, mwanamke naye anaweza kawa kiongozi wa kiroho? Anaweza kabisa. Na mama, ikitokea umepewa huduma, umepewa uongozi, achana na mambo ya kike. Jihesabu kama mtumishi wa Mungu. Simama kama mtumishi wa Mungu. Sikiliza Roho, msikilize Mungu aliyoko ndani yako anasema nini. Usibezi sana mwilini, kwa sababu ujue kwa habari za mwili wewe ni mwanamke, na wanawake ni watu ambao wanachukuliwa
poa. Hata nyinyi wenyewe wanawake mnajichukulia poa. Kwa ukikaa mwilini sana, mambo haya yatakwenda. Kaa katika roho. Huyu anaitwa Yohana Maseka wa Katavi. Okay. Anaitwa Yohana Maseka kutoka Katavi. Naomba niende haraka kwa sababu dakika yangu tu 1-2 zimebakia. Ni kusoma kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 36 mpaka wa 44. Mathayo 24:36 mpaka 44. Mstari wa 36 unasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aloingia Nuhu katika safina, wastambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Walakini wakati ule watu wawili watakuwako kondeni, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba maisha haya yataendelea kama kawaida na Yesu atakuja ghafla. Kwa hiyo kanisa kwa mustakabali huu halitapita katika dhiki. Baada ya kusema maneno haya, ni kushukuru kwa muda wako mzuri. Naitwa Mwalimu Samuel Charles Mbeti. Ukitaka kunipata namba yangu ni 0753 85 48 43. Tukutane wiki ijayo. Mungu akubariki sana.